Taarifa hii habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One. Matumaini yangu makubwa kuwa uko mzima wa afya na wakati kama na huko kando redio yako ili kuweza kusikiliza matangazo yetu. Na ukaribisha kuweza kusikiliza uchambuzi wetu wa habari ambao unagubikwa na ukurasa wa habari muhimu leo hii. Uchambuzi wa habari toka waandishi wetu mbalimbali, makala ya michezo na burudani pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Msomaji wako wa siku ni Teomari Makelele Ozile, upande wa pili na Sadona kijana Merci Mbele Chipamale. Nasema karibu na tuambatane kwa pamoja mwanzo hadi tamati. Kabla ya kuingia kwa undani wa uchambuzi wetu wa habari zenyewe kwa kina, na mpisha mwenzangu Safari Alimasi Dilwe kwa habari muhimu leo hii. Ni kushukuru sana Omar Makelele Ozil kwa kuweza kunipa fursa kuwaletea wasikilizaji wote habari muhimu. Na kwenye habari zilizogonga mwamba tuanzie na huko Nemba ambako nyumba zaidi ya 20 kuanguka huku mama mmoja kujeruhiwa vikali na tofari. Hayo ndio matokeo ya mvua kali iliyoshindikizwa na upepo mkubwa ilionyesha usiku wa kucha siku ya Jumatano ya tarehe 23 April 2025 kwenye kijiji cha Nemba, sekta Mutambala, tarafani Fizi. Huko Rugezi ni kwamba mapambano makali yameshuhudiwa tena siku ya tatu hii kati ya wazalendo Bishambuke kundi lake Kamanda Ngoma Nzito zili ya Ngomine Twigwaneo kwenye maeneo ya Rugezi ndani ya tarafa la Fizi. Kwengineko ni kwamba kwa Kalemi mtu mmoja ameuawa kwa kuchomwa moto na watu wasiojulikana usiku wa kucha siku ya pili ya wiki tunayo katika mtaa wa Sankuru mjini Kalemi jimboni Tanganyika. Omari Makelele Ozil naweka nukta kwenye habari muhimu. Asante sana Safari Alimasi Dilwe kwa habari muhimu. Tuingie kwa undani wa uchambuzi wetu wa habari zenye kwa kina, tukianzia huko Malinde. Ni kwamba watu wenye kuwa na ulemavu kutoka katika mji wa Baraka na tarafa la Fizi wamenufaika na msaada wa pesa, vyakula na vitu mbalimbali kutoka kwenye shirika la Kongo Handicap. Msaada huo umetolewa hii Jumatano ya tarehe 24 April 2025 katika kijiji cha Malinde, sekta ya Mutambala, tarafani Fizi. Mwenzetu Bokor Tantine Aldama alishiriki katika mapokezi hayo. Ripoti yake yasomwa hapa studioni naye Izake Mulucha Ashibe. Walemavu kutoka vijiji kaza wa kaza vya sekta ya Mutambala walinufaika na msaada huo, huku kila mmoja akipata kulingana na hitaji lake alilolitoa kwenye shirika hilo la Kongo Handicap. Katika malengo ya kusamini na kuwajali watu wanaoishi na ulemavu, shirika la Kongo Handicap limetoa msaada wa pesa, vyakula kama vile unga, mchele, maharagwe, mafuta ya kupikia, biskuti, lakini pia miamvuli, begi na kadhalika. Bi Jose Mamwena ni mmoja kati ya viongozi wa shirika hilo, ameonyesha hapa sababu za shirika hilo kutoa msaada kwa walemavu. Kongo Handicap ni shirika ya kimataifa yenye inahusika na kuwahudumia wale walemavu. Sawa vile gisi unasikia kama ni Kongo Handicap, maana yake Kongo ya walemavu. Kongo Handicap iko mu maire de sante ya mingi, lakini mwa hii tarafa ya Fizi tuko mu zone de sante ya Fizi mu maire de sante 3, Kananda, Malinde na Muungano. Lakini kwa hii kipengele ya kujihudumia yenye tunaita moyen de subsistance tuko tu katika aire de sante 2, Malinde na Muungano. Katika kijiji cha Malinde, lengo letu lilikuwa kuja kuwahudumia wale walemavu ambao tulianza nao muradi pamoja. Sababu tulishapita mara nyingi, tulikuja kwanza kuwatafutisha, na wakati tuliwapata tukaanza nao mafunzo ya namna gani wataweza kuzidisha matumikio yao kusudi waanze kujitegemea wenyewe. Kisha hiyo mafunzo, kila mlemavu alitafuta anaweza kujitegemea namna gani.
na ndio maana yale waliotuambia ndio ilituleta hapa kwa kuanza kuwagawia kila mtu yale aliyoyataja kama anaweza kujitegemea mwenyewe. Upande wake Bwana Mwene Bato Denis, kiongozi wa shirika la walemavu, ameshukuru vya kutosha shirika hilo la Congo Handicap kwa msaada walioutoa. Tumepokea wageni kutoka Congo Handicap depuis 2024 na mpaka hivi tunafanya nao maformation, tunaendelea nao, na kwa sasa walishinda kwa mtano leo kusaidia watu wenye walipita kwa formation ya AGR pata bumakite na sehemu kidogo ya mafuta kujisaidia nayo. Kwa pande wangu naona utaratibu wa mapokezi unaendelea sawa, isipokuwa tu watu wenyewe ndio hawakuridhika zaidi. Wanalalamika kusema kama yenye walilomba wamoja wa kufanyikiwa kupata, na wengine wakasema basi tuelewe hali ni vile, watashughulikia vile. Miongoni mwa waliopokea ni wengi ambao wanakwenda kushukuru na msaada ambao umekwenda kutolewa. Shirika la Congo Handicap kwanza tunakwenda kupiga shukrani kubwa sababu wanakwenda kututembelea na kutujali. Na zaidi ya hayo tunaweza pendelea siku nyingine tena waendelee kutumika pamoja na sisi na kusaidia wengine ambao hawakubahatika kupata msaada kwa mwaka huu ambao tunatumika nao. Wenye wamenufaika, naweza nikasema ya kwamba ilikuwa vizuri kukamata sehemu ambao wanakwenda kusaidiwa waitunze ili ipate kuendelea mbele, wapate moyo wa kupata sabuni na kadhalika. Ni vizuri kutunza kadiri ya mafunzo tuliyopokea kutoka Congo Handicap. Mwishowe watu wenye kuwa na ulemavu walionufaika na msaada huo walikuwa na haya ya kuongea. Ndio nimepokea base, nimepokea na sokosh. Sasa katika miradi yangu nimeweza kujiandikisha kwamba mimi ni bushe. Ndio ndipo kwa sababu wamenipatia pesa. Mkamatia mtoto wenye alipokea handicap. Mpokea franga labu nini mbili kwa buubu. Yogo nini mama mnitaka ni kuji sijui kama na mchele hivi vingine wenyewe biko mwili sivijui kama ni nini. Hapana tena kwa anatusaidia tu. Wajua watoto wanahangaika siku nyingi. Mimi ni mlemavu. Kwa ninakuja kamata msaada ya walemavu. Nimsaidie kwa maisha. Nimepokea energy, mchele na makuta. Shirika ambalo linanipokea vitu kwanza nashukuru, ili nizisema basichoke, bazidi kukumbuka na kukuwa na kitu kufanya maswali. Angalia kama tunaendelea mzuri na hivi. Nimepokea makuta na mbego, shakoshi. Nimekuja kupokea mambo ambayo naishi nayo. Nimepokea nini na nini? Nimepokea hela na ndoo na kiterekeo cha kuterekea samaki. Sasa kwa nachuuza mboga mbichi. Hii shirika yaani tunashukuru sana kwa hii shirika juu ni miaka yote hii tulikuwa tunaishi hakuna msaada wote ile kwa shirika zote zile. Naomba Mungu awasaidie. Sisi naomba kingine wazidi tusaidia sisi walemavu. Yani nimesitumu nimesema asante ya mingi na Mungu awazidi awabariki. Mimi nahitaji dazi itaitundenditaje ujua onditaje Tumekuja katika lengo la kupokea katika shirika letu la Congo Handicap. Tumepokea franga, tumepokea na base ya kutusaidia kwa ajili ya mshahara, biashara fulani kwa ajili tulichagula Nigeria ya kurudisha samaki. Na tunaomba Mungu awasaidie wakuwe na hiyo moyo mguu wa kutusaidia sisi walemavu. Na kingine tunaweza omba watukumbuke sana juu huko wa moyo wetu yuko katika manyumba za kupanga, manyumba zenye kuanguka. Lakini tunaweza omba watusaidie na watuangalie kuhusu matibabu ya kutunziwa. Hiyo ni shukrani yenye tunaomba kwenye biko sawa wa ndugu yetu, na wazidi kuwa na tukumbuka kuko mabariere kwenye tuko naenda na tembelea swate mbia uchuruzi unacha kutana bana kushimamisha pale kama una franga hiyo tingali tatizo yenye tungali napata. Lakini kama mtu iko na karti inaweza tusaidia sana kwa kutupatia njia ya kutembea mwingine fasi fulani. Asante sana Isaac Mulucha Ashbe kwa ripoti hiyo iliyosoma hapa studioni ambayo imeandaliwa naye Bukuru Tantine Aldama.
Tujielekeze kule Nemba tukiwa tu katika sekta ya Mutambala. Ni kwamba nyumba zaidi ya 20 kuanguka huku mama mmoja akijeruhiwa vikali na tofari. Hayo ndiyo matokeo ya mvua kali ikishindikizwa na upepo mkubwa ilionyesha usiku wa kucha siku ya Jumatano ya tariki 23 Aprili 2025 kwenye kijiji cha Nemba, sekta ya Mutambala, tarafani Fizi. Habari hii imehakikishwa naye namba 1 wa kijiji cha Nemba ya kwanza, ambaye amesema kuwa yote hayo yameanza mida ya usiku ambapo mvua na upepo vilishuhudiwa kuvuma kwa masaa kadhaa na kusababisha madhara hayo. Mvua imeanza usiku mida ya saa 6 za usiku mpaka imekamata hadi saa 3 za mchana. Ilikuwa ni mvua kubwa sana, ilinyesha sana. Na hivyo imekoze madegaza mingi, nyumba zimebomoka sana tena. Na kama ametoa hiyo hesabu ya nani ya kusema nyumba 20 ndio zimebomoka sana, hizo ndio zimebomoka sana. Lakini kuna nyumba zile zingine ambazo zimebomoka kidogo, zimepata pani kidogo ni nyingi sana. Na unajua Nemba ni iko forme na vijiji vingi sana. Kuna Nemba ya kwanza, Nemba ya pili, Nemba ya tatu, Nemba ya 4, Nemba ya 5, zote hizo mwingine hatatembelea zote, lakini tumetembea hapa Nemba ya kwanza. Kama mimi kiongozi wa Nemba ya kwanza, ni hatari sana, nyumba zimebomoka sana. Yaani hivi gisi ninavyoongea na wewe, nyumba watu wako nje wajua wataenda wapi, na mimi sina msaada. Tunaomba sasa watu wa moyo mwema kama vile mashirika ONG lokale na ONG zingine kuja kwa msaada ili wasaidie watu ambao wamehangaika na mvua ambayo imenyesha huku kwetu. Kwa vile tumetembea na tumetumika pamoja na societe civile, watu wa kiraia waje kwa msaada ili watusaidie. Vile niko napenda kusema kwamba wakati mvua imenyesha kuna wale ambao wamekimbia usiku. Na mama mmoja amebahatika kupata brike 2 zilimpiga kukichwa, bahati mzuri hazikumuumiza sana. Ule mama alikuwa anapenda aende ingia mnyumba kwenye watoto wake alikuwa analala. Vile watu wameamka usiku na kwenda kuokoa wale watoto kwa hali moja ya shida sana. Kwa vile ndio tuko hapa Nemba mpaka saa hizi hatuna mwae twende wapi, watu wanahangaika, mtoni nao Nemba inajaa sana, hatujui tufanye nini. Kwa watu wahusika waje na msaada watusaidie sisi raia wa Nemba. Tujielekeze huko Rugezi. Ni kwamba mapambano makali yameshuhudiwa tena siku ya 3 hii kati ya wazalendo Bishambuke kundi lake kamanda Ngoma Nzito zidi ya Ngomino Tuigwaneo kwenye maeneo ya Rugezi ndani ya tarafa la Fizi. Taarifa tunazo ni kwamba yote yameanza mapema ya asubuhi ya siku ya 3 ya wiki tunayo, ambako Ngomino ilitamani kujipenyeza hapa Rugezi bila mafanikio, kama alivyoeleza hapa msemaji wa FABB engineer na Mubamba. Mapambano mpaka sasa hivi yanaendelea. Ilikuwa kwenye mida ya saa 11 ndipo M23 wakishirikiana na waasi wa Burundi wa Red Tabara walipenya katika milima ya Rugezi wakitamani kwenda kuwa raia kama kawaida yao. Ndipo jeshi la PPLC FABB ya Biloze Bishambuke ya Jenerali Delphin Kalembe Ngoma Nzito liliingilia kati na mapambano yalianzishwa hapo. Mapambano yaliendelea mchana wote wa hii siku ya 3 tarehe 23 Aprili mwaka wa 2025. Walijaribu kupenya kuunguza kijiji kimoja cha kule eneo linaitwa Kiziba. Walianza kuunguza nyumba fulani na vijana wazalendo wakaingilia kati na kuwafyeka kabisa vilivyo. Na waza matokeo zaidi mtayapata hapo kesho, sababu mpaka sasa mapambano yanaendelea na adui anaendelea kupata cha mtema kuni. Kwa sasa mapambano yanaendeshwa kwenye kijiji kinaitwa Badizi au kwa Sabuni. Yaani kutoka Rugezi unataka kuelekea maeneo yanaitwa Bikarakara, ndio kwenye mapambano inaripotiwa kwa saa kama na hizi. Ndipo kwenye adui yupo na alikuwa anatamani kupenya ili kwamba aje aendeleshe mauaji yake kama kawaida. Bwana mtangazaji, sisi tunapigana na jeshi la Rwanda. Jeshi la Rwanda unajua namna gani wanajipanga. Tunapigana na jeshi la Rwanda. Wanapata misaada kupitia kiwanja cha ndege cha hapo Minembwe. Sisi hatuna msaada wowote, tunapigana kwa utashi wa raia. Raia wanajitolea kuweza kupigana ili kwamba waweze kulinda wake, watoto zao wasiweze kuuliwa kimbari kama jinsi wanafanya serikali ya Rwanda kupitia wanajeshi wao wanaounga mkono waasi wa M23.
Huyu ameonyesha kuwa hakuna msaada wowote wanaopata toka jeshi la taifa FARDC, huku akiomba pia mashirika ya kihutu kuwajia na misaada raia wahanga wa vita. Kwa sasa tunapigana sisi wenyewe. FARDC unajua kama FARDC kwa sasa wanapatikana Mkera, unajua hivyo wanamtangazaji, na ni vijana tu wa kujitolea wazalendo ndio peke yao wanapambana na askari jeshi wa Rwanda. Bwana mtangazaji, vita tukuvianza leo, tulianza vita tangu zamani, tulianza vita yapata sasa miaka 8 tunapigana. Tunajua taktiki ya enemy na nakupa uhakika ujue kama vijana wetu wanaendelea kujimiliki vilivyo na adui anaendelea kupata cha mtema kuni. Tunazoeana bwana mtangazaji. Nilitaka tu nitoe ujumbe kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ujumbe kwa mashirika ya kiutu. Yapata sasa juma moja tangu mapambano yaliweza kuripotiwa huko Ruberi, raia wengi walikimbilia porini na wengi sasa wanaishi bila misaada. Watoto wadogo wanafariki porini kutokana na mvua kali ambayo inaendelea kuripotiwa kwenye maeneo hayo kutokana na baridi inayopatikana hapo Ruberi, na wazee nao pia wanafariki. Watoto wanaendelea kuugua magonjwa ya utapiamlo, yani kukosa chakula. Wito wetu kwa mashirika ya kiutu na serikali ya Kongo iangalie namna gani inaweza ikawajia na msaada raia hao ambao wanaendelea kuteseka katika pori, ambao wanakosa hata hema ya kujifunika. Wengi wao wanalala porini bila hata kitu cha kujifunika. Serikali kwanza ichukue jukumu lake la kulinda raia na mali yake, alafu mashirika za kiutu itakuja nyuma kuweza kuwapa misaada raia ambao kwa sasa wanaishi katika hali ngumu. Asante sana. Naona tayari sasa hapa pembeni yangu nambari 7 mgongoni ambaye ni Sodi wa Sodi Valente anakujia na habari za michezo. Shukran sana kabisa mwenzangu Mari Makelele Uzile. Leo kuna kwa habari za michezo nambari 7 yangu ikuwa mgongoni. Tuanzie hapa katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako ligi kabambi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linafuti itaweza kupigwa siku ya 4 ya wiki tunayo ya tarehe 24 Aprili mwaka 2025, ambako mechi mbili ziko kwenye programu ya kupigwa. Majira ya saa 9 Sanga Balende utaweza kukaribisha AS Simba, na mechi ya saa 10 Rangers utaweza kukipiga vikali zidi ya klabu ya Daring Club ya Motema Pembe ya Kinshasa. Lakini michuano ya La Liga hapo katika nchi ya Uingereza vile vile itaweza kuendelea, ambako majira saa 1 Osasuna utakipiga vikali zidi ya Sevilla, huko Leganese watakuwa usukozo zidi ya Girona. Atletico Madrid wataweza kukaribisha Rayo Vallecano, na klabu ya Real Betis yake mchezaji Cedric Bakambu Bakagole wataweza kupiga vikali zidi ya klabu ya Real Valladolid, mechi ambayo itaweza kupigwa majira ya saa 3 na dakika 30. Klabu ya mashindano wekundu yapo nchini Uingereza Manchester United wamemfanya mshambuliaji wa klabu ya Napoli na timu ya taifa ya Nigeria Victor Osimhen mwenye umri wa miaka 26 ambaye kwa sasa yuko kwa mkopo katika klabu ya Galatasaray kwa mlengwa wao mkuu katika wa mwisho wa usajili wa mwezi Januari. Klabu ya ushikabunduki hapo nchini Uingereza Arsenal Gunners imeanzisha mazungumzo ya kumtaka mshambuliaji wa Sporting Lisbon Victor Gyökeres mwenye umri wa miaka 26 mapema katika dirisha la mwisho la majira ya kiangazi. Klabu hiyo ya Arsenal Gunners inamchukulia mchezaji Nico Williams winga wa klabu ya Atletico Bilbao nchini Hispania mwenye umri wa miaka 22 kama lengo kuu la kuweza kumsajili, ingawa mchezaji huyo bado hajakubali kuondoka katika klabu hiyo na kujiunga na klabu ya washika bunduki hapo nchini Uingereza. Klabu ya Tottenham Hotspur wanapima ofa ya pauni milioni 30 msimu wa joto kwa kiungo wakati wa klabu ya Chelsea Blues na timu ya taifa ya Ureno Renato Viega mwenye umri wa miaka 21. Klabu ya Aston Villa inachunguza uwezekano wa kumuuza mshambuliaji wao wa timu ya taifa ya Uingereza Watkins mwenye umri wa miaka 29 kwa pauni milioni 50 za 90 ili wapate pesa za kumsajili mchezaji anayekipiga katika klabu hiyo kwa mkopo Marcus Rashford mwenye umri wa miaka 27 kutoka katika klabu ya Manchester United kwa mkataba wa kudumu. Na weka nukta kuna kwa habari za michezo. Ubarikiwe sana Sudi wa Sudi Valente kwa habari zako za michezo. Msikilizaji, ndipo unakuja kujiunga nasi, unaendelea kusikiliza uchambuzi wa habari za Radio Kivu katika mji wa Baraka kupitia masafa ya FM kunako mita benda 93.0. Kampuni Fizwan Baraka, Mboko na Misisi ni rahisi kutuma na kupokea pesa cash pote ulimwenguni bila usumbufu. Tuangazie uchambuzi wetu wa habari na habari za wanaripota wetu kutoka sehemu mbalimbali. Tuanzie huko Butembo, tukiwa katika jimbo la Kivu ya Kaskazini.
Itakapotimu tarehe 26 Aprili 2025, mji wa Goma utaeneza siku 90 ukiwa chini ya udhibiti wa M23. Kwa muda huo raia wa eneo hilo wanapitia kila namna ya magumu. Hayo ndiyo sababu ya vuguvugu la Veranda Musanga katika mji wa Butembo kuandaa maandamano ya amani siku ya Jumamosi ya tarehe 26 Aprili 2025 ili kupinga mateso wanayopitia raia hao wa Goma jimboni Kivu ya Kaskazini. Zangose Movis Wakapone kutoka Butembo ametuandalia ripoti ifuatayo. Katika mazungumzo na wapasha habari hii Jumatano 26 Aprili mwaka huu, Bwana Tembosi Otama, mwenyekiti wa Veranda Musanga, huyu hapa akiwa akitoa nini kinachosababisha wafanye haya maandamano. Tumeandaa maandamano makubwa, maandamano ya kiraia ama manifestation populaire. Na hiyo maandamano tunapenda tupaze sauti ya kuonesha kwamba hatuko dako na hiyo magumu, mateso ambayo ndugu zetu ngambo za Goma wanaendelea wakipitia. Na mliona wakati jeshi ya M23 ilipokamata mji wa Goma, waliweza kuua zaidi ya watu 5,000 na hadi sasa watu wanaendelea kuteseka. Tumeitisha maandamano ya kusema hatuambatani, hatukubali hiyo souffrance ambayo ndugu zetu wanaendelea wakipitia. A travers hiyo manifestation tunaomba mkubwa wa nchi, yaani gouvernement ama president de la republique, aweze kurudisha raia wa Goma ama raia wa Bukavu, watu wote ambao wanakuwa sous les griffes ndani ya makucha ya M23, awarudishe ndani ya usalama, kwa sababu nao ni wakongomani kama wengine. Ya pili, tunasema ndugu zetu wengi wamenaswa na wamewekwa gerezani kwa sababu tu walisema ni wa majimaji, na wanawaandikia frase kusema mouvement insurrectionnel. Sasa rais ambaye anakuwa amesema sote atimwase tuliro mobuhemba, tukuje tupiganie pamoja, na kwa kupigania pamoja tunawaza nafasi yao ndugu zetu haiko gerezani, afanye kibarua cha kuwatosha kwenye gereza. Grâce présidentielle inasifi na kuwatosha warudi waweze kupigania inji kama wale wengine ambao wanakuwa kwenye ligne de front. Ya tatu, tunasema hatutaendelea kutegemea jeshi ya inji, askari wa kigeni ili waendelee kutuchunga. Kweli wanaendelea kutusaidia, lakini tunaomba hiyo mpango iweze kukua redynamize ya formation militaire kwa raia, kwa population ambayo walisema watu wataenda Nyeleki. Tembosi Otama alifunua kwamba haya maandamano yataanzia kunako eneo la Nzia Panda na kupita katika mji wa Butembo hadi kwenda kunako ofisi ya meya, ambapo kijibaruha aina memorandum kitasomwa. Ni kwa yeye na kufunua kwamba kazi zote zitafanyika kama kawaida katika mji wa Butembo. Nikiripoti kutoka Butembo, Nzankosi Muviswa, Radio Kivu Baraka. Tutoke katika jimbo hilo la Kivu ya Kaskazini tujelekeze katika jimbo la Tanganyika. Tuanzie pa Kalemi ambao ni makao makuu ya jimbo hilo. Mtu mmoja ameuawa kwa kuchomwa moto na watu wasiojulikana usiku wa kucha siku ya pili ya wiki tunayo katika mtaa wa Sankuru mjini Kalemi jimboni Tanganyika. Radio Kivu Kalemi tunajiunga na mwenzetu Lombo DJ Doctor kwa ripoti kamili. Inakuwa ni kijana mmoja ambaye umri wake na jina havikufahamishwa. Kijana huyo alikuwa kufatana vyanzo vyetu nafuatiliwa kwa kesi tuhuma za wizi maeneo ya mtaa Sankuru usiku wa kuamkia Jumanne kama na hii. Vyanzo vyetu vinaeleza kwamba mwanga huyo alikuwa na jaribu kufanyikisha kitendo cha wizi, lakini kwa ubovu wa bahati mbaya alikuwa anashtukiwa ni papo walikuwa na mfukuza hadi kufikia kumshika, na kufika maeneo kama na hiyo ya wili ndiko alikuwa na chomwa moto kisha kupigwa na umati wa watu. Mwenyampara wa tarafa ya Kalemi ambaye anathibitisha pia tukio kama na hilo la huzuni, anakuwa anaalika raia wa eneo lake la uongozi kuachana na swala kujichukulia maamuzi pahali nafasi ya vyombo vya kiserikali. Kama hizo Antambi Pierre anakuwa naomba kwa jambo hilo raia wa eneo lake la uongozi kupeleka
mtu wote anaokuwa anashakiwa kwa matendo ya ugaidi kwenye vitengo husika vya kiserikali ili kwamba sheria ifanye pia kazi yake. Nasema hivi kwa population ya commune de Kalemi et aussi en général la population de notre ville de Kalemi. Hakuna loi inautorise mtu kufanya justice populaire. Na sisi tuko contre en tant que des autorités garants de la loi, hatuwezi kupermettre batu bakuwe banajijije porque kamata muntu kumulunguza. Il peut arriver que par hasard il n'est pas vraiment coupable parce qu'alipita tu peut-être mbele ya parcelle tu mlalamikia mwizi aligusa kumlango, on tue. Mnao watu impaisible citoyen pour rien. Laissez la loi faire suivre son cours normal. Mumupeleke, hata tunasema tukimupeleka bana mwacha. C'est quand il n'y a pas de preuves ndio wanaweza kumwacha. Mais quand il y a des preuves là on ne peut pas les laisser. Huku akifahamu kabisa matukio mabaya ya ugaidi ambayo inakuwa nafanyika siku hizi mjini Kalemi, kama hizo Antambi Pierre anakuwa anaalika vijana kuachana na matendo kama na hayo ambayo haichangii kwa chochote kile kwa faida ya maendeleo ya jiji la Kalemi. Il n'y a pas de ce métier quand vous êtes ou cordonnier, ou maçon, ou boulanger, ou non, vraiment ça c'est un des bons métiers. Mais lorsqu'il s'agit d'un voleur, c'est un son métier. Là, il ne faut pas faire ces affaires-là. Nous regrettons la mort de ce type parce que c'est un homme comme nous. Mais tunasema, mwe babandi, mwache ile bintu. Parce que batu nabo beko un peu dépassé. Ikumbusho kwamba matendo ya ugaidi ikiwemo wizi wa kushikilia mapanga na silaha za risasi inakuwa naendelea kuripotiwa mitahani tofauti hapa mjini Kalemi. Pale inakuwa nasababisha sio tu kupotezwa kwa vitu lakini vile vile vifo vya watu. Nikiripoti kutoka Kalemi kwa niaba ya Radio Kivu, Olombwe Didier Doctor. Tubaki tu katika jimbo hilo la Tanganyika, tujelekeze kule katika tarafa la Moba. Ni kwamba captain ya usikae na ujasusi wa jeshi la taifa FARDC amesema kupongeza tribunali ya kijeshi kambi ya Kalemi jimboni Tanganyika kwa kubaki katikati katika kuendesha kesi iliyohusika katika kifo cha Kalunga Patu ambao wahusika wamehukumiwa kifungo cha kifo. Radio Kivu Moba, Isdor Kashulwe ametuandalia ripoti ifuatayo. Kempa ya jeshi la FARDC Sumpe Chimanga Clovis ameachiliwa huru bila shuti yoyote na tribunali ya kijeshi kambi ya Kalemi ndani ya mkoa wa Tanganyika baada ya kufuatilia tuhuma dhidi yake juu ya kesi ya kifo cha Kalunga Patu aliyeuawa na majeshi ya serikali katika korokoro moja ya kijeshi hapo Aprili 12 mwaka 2025. Tribunali ya kijeshi ilimwachilia huru bila shuti yoyote kwani kuhusika kwa makosa alikuwa amefuatiliwa kwa mujibu wa presidenti Mujumba Mkwele Desire wakati wa kutamka uamuzi. Haukubaliwa kuwa na makosa na haki katika kesi ya mtumiwa Sumpe Chimanga Clovis na inasema hausiki. Inasema pia alikubali kuwa na makosa na haki, makosa ya kufunga kinyume, kusukuma wanajeshi kutenda vitendo kando na shurti na heshima na kutoroka kwa wafungwa alikuwa amestakiwa mtumiwa Sumpe Chimanga Clovis. Respectivement à charge des prévenus. Sumpe Chimanga Clovis. Tribunal etali makambo na leo emoni que na torture aux alités, na arrestation aux alités. Tribunal elobi osali makambo wana te soki Patu akufi yo oza na kati ya makambo wana te, tribunal etiki yo. Akija na furaha kuweza kuachiliwa huru, Captain Sumpe Chimanga Clovis akupoteza muda kushukuru tribunali ya kijeshi kwa kubaki katikati kwa kufuatilia kesi ya kifo cha Kalunga Patu, hususa wasika wamehukumiwa na yeye ambaye kuhusika ameachiliwa huru bila tribunali ya kijeshi. Kabla ya kutana na familia, Sumpe Chimanga Clovis ametoa salamu ya rambirambi kwa kundi ya kitamaduni Bungoni Baba Tabwa. Mani ndagawa yasema ni salamu ya rambirambi kwa jamii la Bungoni Baba Tabwa. Salamu yangu ya rambirambi inapaswa kukumbusha kama Captain Sumpe Chimanga Clovis amekuwa wakati wanajeshi 6 walikuwa wamefuatiliwa, wanajeshi 3 wameachiliwa huru na wanajeshi wengine 3 wamehukumiwa, hususa 2 wamehukumiwa kifungo cha miaka jela na mmoja kifungo cha miaka 5. Tukiripoti tukamoba Zedor Kashule Radio Kivu. Tumalizie uchambuzi wetu wa habari na huko Burundi. Ni kwamba shirika la fedha duniani FMI
imeonyesha juu ya kuendelea kwa mfumuko wa bei, mvurugiko wa kiuchumi nchini Burundi, huku kukiwa na mdororo wa mageuzi. Bukuru Elias Daniel ni mwanaripota wetu wa Burundi, ametuandalia ripoti ifuatayo. Shirika la fedha duniani limetoa tathmini ya kina kuhusu hali ya uchumi nchini Burundi kufuatia ujumbe wa wiki mbili na kuonya kuwa kuendelea kwa mfumuko wa bei, uhaba wa fedha za kigeni na kupunguza kasi ya mageuzi kunatisha kudorota ukuaji wa uchumi na kuzidisha viwango vya umaskini endapo hatua za haraka za kurekebisha zitaweza kuchukuliwa. Kulingana na IMF, uchumi wa Burundi ulipanuka kwa 3.5 mwaka wa 2024, ongezeko la kawaida kutoka 3.3 mwaka wa 2023. Hata hivyo ukuaji huu unasalia kwa tete. Mfumuko wa bei ulipanda hadi wastani wa 39 katika miezi miwili ya kwanza ya mwaka wa 2025, ukichochewa na ufadhili wa kifedha usiothibitiwa na vikwazo vya ugavi, hali ambayo hazina ilionya inaweza kuendelea hadi mwaka wa 2027 bila mabadiliko thabiti ya sera. Mfumuko pia uliashiria kuongezeka kwa pengo kati ya viwango rasmi na sambamba vya kubadilisha fedha, kupungua kwa akiba ya fedha kigeni na uhaba wa mafuta unaojirudia kama dalili za udhaifu mkubwa wa kimuundo. Kiini cha dhoruba ya kiuchumi ni mzozo wa fedha za kigeni ambao maafisa wa serikali wanakiri waziwazi, lakini wanaonekana kugawanyika jinsi ya kushughulikia, ambapo licha changamoto hizo, msemaji wa serikali Jerome Niyonzima alionyesha matumaini kuhusu mustakabali wa nchi, hasa katika sekta ya madini. IMF ilitoa wito kwa Benki Kuu ya Burundi BRB kuongeza viwango vya sera zaidi ya 12% ya sasa, kukomesha utawala wa fedha na kufanya mfumuko wake wa kulenga mfumuko wa bei kuwa wa kisasa, pia ikihimiza mapitio thabiti ya ubora wa mali ya benki na kuboresha ufuatiliaji wa deni la umma. Deni la umma ambalo kwa sasa ni 52% ya pato la taifa linasalia kuwa endelevu kulingana na IMF, kwamba mageuzi yanaendelea kama ilivyopangwa, huko kupungua kwa mapato halisi na utegemea ukopaji wa ndani vikiwa vinaweza kuongeza hatari za kifedha ikiwa tatizo haitaweza kushughulikiwa haraka zaidi. Nikiripoti kwa niaba ya Radio Kivu Baraka kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Ni kupitia ripoti ya mwenzetu Bukuru Elias Daniel ndipo natamatisha uchambuzi wetu wa habari za siku ya leo, na kushukuru msikilizaji ambaye aliweza kunitegea sikio mwanzo hadi tamati. Vile vile sitakosa kushukuru jopo nzima waandishi habari wa Radio Kivu walionisaidia kuziandaa. Mimi niliyokusomea ni Omari Makelele Uzile. Merci Mbele Chipama alikuwa kunako dawati la mitambo. Nasema asante na kwaheri. Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One.